Kila mwaka Tanzania inazalisha maelfu ya wahitimu wapya, lakini ajira rasmi zinabaki kuwa chache. Je, tatizo ni vijana kukosa juhudi au mfumo wa elimu unaozalisha wasiohitajika na soko? Uhalisia wa sera ya elimu ukoje? Serikali imewekeza katika mambo haya: elimu bila ada, vyuo vingi zaidi, lakini pia idadi ya wanafunzi kuongezeka. Swali kuu, je, sera hii ililenga elimu kwa ajili ya maendeleo ya uchumi au elimu kama namba? Takwimu zikoje? Kwa sasa inakadiriwa kunakuwa na wahitimu 300,000 na zaidi kila mwaka, lakini ajira rasmi ni kati ya 50,000 mpaka 80,000. Hali hii inaweza kutupa kauli kwamba si kila aliyeelimika ana nafasi kwenye mfumo rasmi wa uchumi. Sasa ni athari zipi tunazoziona kwa vijana hawa? Moja, ni kuhisi kuchanganyikiwa, lakini ajira zisizoendana na taaluma, kupotea kwa rasilimali watu, kukuza sekta isiyo rasmi bila ulinzi wa kijamii. Elimu bila mwelekeo wa uchumi ni mzigo. Uchumi bila ujuzi unaohitajika ni hatari. Je, mitaala inaendana na viwanda, teknolojia, kilimo cha kisasa na uchumi wa kidigitali? Tupatie maoni yako.